Ushirombo, watachukua watu Geita, watachukua sijui wapi. Lakini sisi kila tunapokwenda tumekuwa tukihutubia watu halisi wa eneo husika. CCM wameshajaa upepo, waoge sana, na ndio maana wameachia madaraka yao au majukumu yao ya kisiasa, wamewaachia polisi, na wao wameufyata, wameacha sisi tupambane na polisi. Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kuwapa pole Wanakahama kwa mauaji ya Oktoba 29 wakati wa uchafuzi mkuu. Tumepita Katoro, tumekuta taarifa nyingi sana za watu waliouawa kwamba ni mamia. Tumepita Geita, tumekuta taarifa ya mamia ya watu kuuawa, mpaka tumeonyeshwa majengo ambayo askari polisi walikuwa wamekaa juu ya mapaa, masniper wanasubiri raia wapite, Watanzania wenzao wawaue kwa risasi za moto. Tumekuja hapa Kahama, tumepata taarifa za mauaji ya watu wengi sana siku ya Oktoba 29. Kutokana na hali tuliyoikuta, itaongeza nguvu yetu ya kudai uchunguzi huru wa mauaji ya Oktoba 29 na sio mbambamba za Chande na wahuni wenzake. Wameua watu bila sababu, wameua Watanzania waliokuwa wanadai uchaguzi huru, wameua Watanzania waliokuwa wanadai haki ya wao kuweza kuchagua viongozi wanaowataka ili wawatumikie, kwa sababu tunaona madhara ya kuongozwa na watu ambao hatukuwachagua. Ni kwamba wale watu wanakuwa hawawajibiki kwetu, na ndio maana mambo hayaendi. Ndio maana malalamiko kila sehemu. Mbeya kule niliwaambia, wamefumua barabara ile inaitwa njia 4, wametuachia maandaki. Jana naingia Kahama, kulia na kushoto, naona juhudi za wananchi wa Kahama kuleta maendeleo kwenye majengo aliyoyajenga, lakini barabara ni maandaki tupu. Lakini sasa faida ya mikutano kama hii, tutawaexpose na watarudi kuja kushughulika na hizo barabara, kama ambavyo tumewaexpose Mbeya. Leo mnaona klipu zinatembea za bidada na yule mshikaji mwingine wa Mbeya mjini waliyemweka, wanaanza kusema fedha zipo sijui tulikuwa tumesimama barabara kwa ajili ya mvua kudadeki, watu wanajenga daraja kwenye mto wakati kuna maji. Itakuwa mvua hii Watu wanajenga daraja kwenye bahari. Musisi imejengwa ziwani kwenye maji kwa simenti, alafu leo unasema hujajenga barabara kwa sababu ya mvua. Unataka kutufanya sisi mafala? Sio, sisi sio mafala. People wameua watu waliokuwa wanadai demokrasia, lakini pia wapo watu waliouawa majumbani kwao, wakiwa sebleni wanaangalia TV, wakiwa sebleni wanasubiri mama apakue chakula. Askari polisi wanaingia, kama kule Mbeya anaingia askari polisi, kila wakimuona kijana wanasema huyu ni Chadema, wanawatoa nje. Vijana hao mpaka leo hatujawaona, hatujui walipo. Tunajua wako sehemu na tunaendelea kuwaombea na tunaendelea kudai haki zao zilizopotea, haki za kuishi. Ndugu zangu, wapo waliouawa wakiwa barabarani kwenye shughuli zao, aidha anaenda kazini au anatoka kazini, aidha anaenda kwenye biashara yake au anatoka kwenye biashara yake, wakaangushwa na risasi za moto za polisi siku ya uchaguzi. Kutokana na hili, sisi tunasema hivi,
hili jambo la mauaji ya Oktoba 29, 30 na siku zilizofuata halitaisha mpaka haliishi mpaka jambo la mauaji ya Oktoba 29 haliishi mpaka. Habari ndio hiyo Chande. Swala hili haliwezi kuisha kwa lagaha, fiksi, kamba, mbambamba za Chande na genge lake, genge ambalo limeshapewa majukumu huko nyuma. Chande kapewa majukumu kwenye haki ya tume ya haki jinai, kwamba watu wanakamatwa ovyo, sijui sheria zirekebishwe. Hakuna kilichofanyika mpaka leo. Mpaka leo bado polisi wanaendelea kukamata watu ovyo bila utaratibu. Ndugu zangu, tatizo la nchi hii hivi sasa sio individuals, sio mtu na mtu, ni mfumo wote wa Chama cha Mapinduzi ambao umeshindwa kufanya kazi. Tunachotakiwa ni sisi Watanzania wote kuunganika kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaung'oa utawala wa CCM madarakani. Tulijaribu kulisimamia hilo kupitia uchaguzi wa Oktoba, wakatupiga risasi za kutosha sana katika nchi nzima, lakini hili halitakiwi kutukatisha tamaa. Hili linatakiwa kutuamsha zaidi, kwa sababu sasa tunapambana na watu ambao wanaogopa kwenda jela, lakini sisi sasa inabidi tupambane nao, kwa sababu sisi sasa tunaogopa kuuawa, kwa sababu tumeshajua watu wanatuua. Tunahitaji ushirika wa kila mtu, wafanyabiashara, wafanyakazi, wakulima, wanafunzi, wamachinga, wote tuunganike kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunatetea haki zetu. Na katika hili kikwazo mara zote kimekuwa ni polisi. Hawa polisi hawa. Sasa mimi leo nazungumza na polisi wadogo. Achana na hao wakubwa, sijui IGP, sijui Mafwele, sijui nani. Hao wakubwa hao wanafaidika na mfumo, wanafaidika na damu zinazomwagika, na ndio maana tunasikia wengine hata familia zao ziko hapa, ziko South Africa, wake na watoto wao wako South Africa, lakini hao masela ambao ndio kimsingi waliwashikisha bunduki wako hapa, tunang'ang'ana nao macho, wote tunapigwa rumba. Peoples. Polisi kijana, polisi msela, polisi binti, shtuka mwanangu, shtuka, wakati ni sasa. Usikubali tena polisi mdogo kutesa, kuua, kuteka Watanzania wenzako. Unafanya hivyo kwa maslahi ya nani? Mbona wewe unaendelea kubaki kuwa choka mbaya, tukikuangalia hata kwa muonekano? Madai kibao. Umesaidia kupora uchaguzi kwa mtutu wa bunduki. Jana wakati niko pale Geita, kaja mtu mmoja kaniambia, mheshimiwa, na risasi hapa tuliziokota, nataka nikabidhi. Nikamwambia subiri ICC waje, mahakama ya kimataifa ikija utazipeleka, kwa sababu ndio ushahidi wanaoutaka huo, kwa sababu zile risasi na ziko nyingi mtaani. Uzuri wa risasi, wataalamu wakiona wanaweza wakatrace imetoka kwenye bunduki gani, ndio tutajua kama ni bunduki za polisi au ni kutoka sijui wapi ambako wanasema watu wamekodiwa. Wamekodiwa? Hakuna mtu aliyekodiwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo unasaidia kupora watu kwa mtutu wa bunduki. Maisha yako hayajaboreka, bado mmechoka vile vile. Uniform bado zimepauka baada ya kuwasema sema. Naona leo mmevaa uniform mpya. Mmesaidia kuua watu. Peoples, mmesaidia kuua watu. Mpaka leo hata buti hamjanunuliwa. Buti zote bado zinaonekana kulia kushoto, hujui kama miguu ya bata kama ninavyosema kila siku. Lakini jeshi hili, wakubwa wenu wanatumia fedha nyingi kununua magari ya kivita, kununua magari ya deraya. Juzi Katoro tulikuwa na magari 11.
Jana Geita kulikuwa na magari kama 14. Leo hapa kila kona magari ya polisi yanalandalana, wanapigwa jua. Hiyo gharama ya hayo mafuta, na mafuta yamepanda bei, nani analipa? Hizo ni fedha za wananchi ambazo ilitakiwa kwenda kufanya mambo mengine. Sasa tunawaambia hivi, naomba nitumie hadhara hii ya Kahama kulaani kauli ya Samia alipokuwa na Ruto, akasema Ruto hawa jenzi wakiwa huku Tanzania na watwanga, wakija Kenya watwange. Agizo la mtu aliyekalia kiti kile, iwe kwa halali au kwa haramu, ukishakuwa rais, kauli yako ni amri. Na ndio maana aliposema nywi nywi nywi, watu tukapokea piu 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 piu, kata 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 piu. Peoples, asanteni sana Kahama. I love you so much. Tutakutana wakati mwingine. Asanteni. Naona watu wa Kahama wana vibe na Sugu, lakini msijali watu wangu wa Kahama, namleta the heavyweight. Ameshakuwa meya wa jiji la Kinondoni, ni mwenyekiti wa kanda ya Pwani, Mheshimiwa Boniface Jacob. Karibu sana uzungumze na watu wa Kahama. Mbele ya Mungu Chadema nitakulinda mpaka kufa. Ama mambo vipi? Hebu kunja namna hii tusikilizane hapo tuzungushe kidogo, tupashe tuone tuko pamoja au waoga. Kahama peoples, Kahama peoples, Kahama peoples. Asante sana ndugu zangu wa Kahama. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku adimu ya leo, lakini vile vile nishukuru viongozi wangu meza kuu kwa huu mchaka. Mimi ninavyoona huu ni mkutano wa 3, lakini CCM ni kama mkutano wa 3000 kwao. Wanatamani tuseme tumeishia hapa. Kwanza hii safu ukiangalia ni vijana, kule kuna Wasira, tutamkimbiza mpaka atepika mapafu. Peoples, wanaweza hawezi? Asante. Sasa la kwanza tena, waandishi, nikioji hili swala na waomba juu waandishi. Mimi nimetoka Dar es Salaam. Kule Dar es Salaam tarehe 29 Oktoba mwaka jana walikufa watu wengi sana, lakini Dar es Salaam tunajua. Kahama vile vile hapa kuna watu waliuawa, kweli si kweli? Sasa Dar es Salaam sisi tumeuawa, tupeni pole. Na sisi Kahama tunawapeni pole, lakini tunamjibu Chande kwa takwimu, hatutaki bla bla. Chande anasema waliouawa ni 518 tarehe 29 Oktoba. Sisi tunasema wamekufa maelfu ya watu, si ndio? Na kwa ushahidi mimi nawahoji nyie, nani Kahama tarehe 29 Oktoba mwaka jana alipoteza ndugu, jamaa, rafiki, mzazi au mtoto? Kahama, hapa Kahama. Yaani umempoteza baba, mama, mtoto, rafiki, kaka au duka la jirani? Nyosha mkono juu. Waandishi mmeiona hiyo? Chanda ione hiyo. Yaani ripoti yake ya 500 tunaipata Kahama tu. Ile 518 ni ya Kahama tu, si ndio? Tushushe mkono chini. Sasa hiyo pekee inatosha kuachana na ripoti ya Chande kwamba ni ya uongo. Nyinyi wananchi ndio mna taarifa ya ukweli, si ndio? Na niwauliza swali la mwisho. Chande alikuja Kahama kuwahoji hapa mliopigwa risasi, majeruhi na mliofiwa? Wangapi wanasema hawajaona tume ya Chande? Nyosha mkono juu. Huyu Chande alikaa wapi huyu? Usikute Carlos Garden akaandika ripoti chake pale Dar es Salaam. Maana kuna kibaa fulani anakipenda pale Mikocheni, anapigaga konyagi. Sasa usikute alikaa na peni na karatasi akaandika.
Wangapi wanasema hawajamuona Chande Kahama? Nyosha mkono juu. Waandishi mnaona kizee kiongo kile. Lakini la pili, hatuishii hapo. Sasa jamaa wametupiga risasi, wametujeruhi, wametuua. What next? Sisi Chadema msimamo wetu ni uwajibikaji. Kila aliyehusika, aliyetoa amri kuanzia juu, kwa maana kwa rais mwenyewe, mawaziri wa vyombo vya ulinzi, wakuu wa vyombo vya ulinzi, mpaka aliyeshika bunduki kupiga mtu, wote wawajibishwe. Kama mnasemaje hapo? Wangapi wanasema tukubali mpaka wawajibishwe? Nyosha mkono juu. Asante sana. Na nyinyi watu wa Kahama, tumepita juzi Ushirombo, tumeona kuna game reserve nyingi sana hifadhi ya taifa, si ndio? Askari wa hifadhi ya taifa wanasema simba kila mtu wanamuinda, wanamuua, kwa sababu simba huyo atatoroka, ataenda kijijini kuinda watu, kwa sababu nyama ya binadamu tamu. Kweli si kweli? Na sisi wa Tanzania tunasema askari aliyeshika bunduki akakoki, akalenga mtu, akafyatua, akaua, haitoisha hapo, huyo ataua tu tena. Tunataka tumuone akiwa nje ya jeshi la polisi, ndani ya nguzo za magereza, anafungwa pale kwa mauaji. Niye mnasemaje? Tukikaa na mauaji maraiani, mna amani? Tukijua kuna watu waliua wako uraiani, mtakuwa na amani? Watanzania, amani pekee tutaipata tukijua walioua wako magereza, wamefungwa, wamehukumiwa kunyonga. Wangapi wanakubaliana na hilo? Nyosha mkono juu. Asante sana. Lakini kwenye hilo, hili ni ame, polisi ni washikaji zetu kama Sugu alivyosema, sababu polisi wengine baba zetu, wengine mama zetu polisi, uongo, wengine shemeji zetu polisi, uongo, na wengine madem zetu vile vile. Kwa maana yake ni watu tunafahamia nao, si ndio? Lakini taifa hili, makamu mwenyekiti Nyerere aliacha tuna maadui watatu: umasikini, ujinga na maradhi. Na Nyerere alikuwa ni ndoto yake Tanzania tupambane maadui watatu hao, tuamalize. Na sitika kusema badala ya kupambana na hao maadui watatu, tumeongeza wawili. Adui aliongezeka hapo ni CCM na adui mwingine ni polisi. Kwa hiyo Tanzania tuna maadui watano. Na ndio maana hapa tukiwaongelea polisi, shangwe Kahama, tunafurahi sana. Kweli si kweli? Wangapi wanasema hao jamaa sio watukubaliani nao? Nyosha ili wajua tuwapendi. Nyosha ili wajua tuwapendi. Na hatuwapendi sio kwa sababu ya kazi zao, hatuwapendi kwa sababu ya matendo yao. Peoples, kama wangefuata katiba, kama wangefuata sheria, sisi tuna shida nao. Lakini la pili kwenye operesheni yetu inaitwa Free Lissu, katiba mpya. Katiba nitawachia wenzangu, mimi nitagusa kwa Lissu. Lissu yuko magereza leo siku ya 400 na kadhaa. Analala chini kama kibaka, wanamlaza saa 10 kama kibaka, anajisaidia kwenye choo akina mlango kama kibaka, anajisaidia mbele hadharani, maana kule choo kule jela vyoo havina milango na haviko upenuni, viko wazi. Kule ndio wamemweka mwenyekiti wetu Lissu. Wanakuwa kwa vibwaka wako puaji, na wanamnywesha uji hauna sukari kama kibaka, si ndio? Lakini waliomshtaki Lissu, mmoja si tunakufa naye, tunamjua, anaitwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Na ile neno la mbele umma ni mimi na wewe. Yule mkurugenzi aliyemshtaki Lissu ni kijana wetu, mfanyakazi wetu, anaitwa mkurugenzi wa mashtaka DPP. Sasa huyo si tunamudu. Kama DPP yupo kwa mujibu wa katiba, kama DPP yupo kwa mujibu wa sheria, maana yake sisi wananchi ndo mabosi wake, ndo umma wenyewe. Ndo maana anaitwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Sawa si sawa? Sasa nitawaoje watu wa Kahama, nyinyi ndo umma wenyewe. DPP anavyomshtaki Lissu anamaanisha nyinyi ndo mnamshtaki kwa uhaini. Wangapi watu wa Kahama wanasema DPP futa hiyo kesi, haina maslahi kwa umma, tunataka Lissu awe nje? Nyosha mikono juu.
na waandishi waione katiba yetu hii, katiba mbovu ambayo tuitaki. Ibara ya 59B ibara ya 3 ya pili inasema mkurugenzi wa mashtaka atakuwa na uwezo wa kufungua mashtaka na kusimamia mashtaka yote nchini, katiba hii. Lakini vile vile katiba hii ya 59B4 inasema katika utekelezaji wa majukumu yake DPP asifanye mambo matatu: nia ya kutenda haki awe nayo, asimwonee mtu kwa Lissu anamwonea hii. Lakini la pili, katiba hii inasema DPP asitumie madaraka yake vibaya kwenye 59B4B kuzuia matumizi mabaya ya taratibu ya utoaji haki. Je, DPP anatumia matumizi mabaya kwa ofisi yake au atumii vibaya? 3C inasema katika kutenda kazi DPP azingatie maslahi ya umma. Umma ndo nyinyi, maslahi yenu mnasemaje? Lissu achiwe, aendelee kwa gerezani? Nyosha mkono juu kama achiwe. Peoples, nashukuru ujumbe ameupata, wengine nitawaachia, lakini na mambo matatu kwa sababu ya muda nitasummarize. CCM bwana kama majoka mdimu. Unajua joka la mdimu? Joka la mdimu ni joka liko chini ya mti wa ndimu. Alili ndimu lakini wengine halitaki wasogee. Linakaa chini ya mwembe, alili embe lakini hataki mtu asogelee maembe. Kwa hiyo CCM ni kama joka la mdimu. Niwaulize watu wa Kahama, pamoja na CCM kutuua, kutuumiza, kujitangazia madaraka, kuna kitu cha maana wanakifanya baada ya kujigaia manafasi hayo? Kuna ile barabara pale umeifanya kama pombe ya Ngomani, ile ya Phantom inaopita mbele ya halmashauri. Nasikia ile barabara haitakiwi kuisha kwa sababu hela zinatoka Buzwagi. Kwa hao jamaa wanapiga greda, ikipita mvua ikiharibika wanaenda kukinga tena Buzwagi. Safari hii wazungu wameshtuka, wamesema tutoi hela. Kwa hiyo nyinyi wao halmashauri, wao TANROADS, shida yao sio kutatua matatizo ya watu wa Kahama. Shida yao ni kuona wanapata hela za Buzwagi, wanazitafuna. Tukinyamaza kimya, wanaweza kukaa miaka 20 barabara hilo wasitengeneze. Peoples. Lakini la mwisho, nashukuru. Peoples. Mwacheni mjasiriamali atulie hapo hapo, asivuruge mkutano. Inatosha hapo hapo tu, asivuruge mkutano. La mwisho ndugu zangu, na wamalizia, kuna chokochoko za kwamba Chadema ifungiwe, na kuna chokochoko wanasema sio kufungiwa, ni kusimamishwa. Lakini Watanzania tunaambiana ukweli, Chadema hii ina manufaa kwa umma? Haina. Nyinyi mkiulizwa chama kipi kinamtetea mkulima, mwanafunzi, mfanyabiashara, mfugaji, daktari, nesi na walimu, katika vyama vyote Tanzania, chama cha watetezi cha wanyonge ni chama gani? Kwa hiyo maana yake Chadema ndo mtetezi na msemaji wa wanyonge rasmi. Kweli si kweli? Wangapi wananyosha mkono kusema ni kweli? Na mwisho namalizia na polisi, ndo nilikuwa napasubiria. Nyie polisi mmefaidika na Chadema kuliko hata wananchi wa kawaida. Wamekaa hapo wanasubiri tuambiwe turuhusu mikutano, wapige mabomu, tusifanye mikutano. Lakini nchi hii siku tukizuiwa Chadema kufanya shughuli za kisiasa, muathirika wa kwanza atakuwa ni polisi. Hawa polisi mnawaona wana mateso makubwa kuliko sisi wananchi wa kawaida. CCM wanaoitetea polisi wa V3 wanamlipa shilingi 625 baada ya makato. Na sisi wenye ndugu polisi tunajua majeshi yote utapata cheo, lakini sio polisi. Polisi cheo kigomu kweli kweli. Sasa kama mwenye V3 wanamlipa 625 na mtetezi na msemaji wa polisi
ambaye maslahi yake apandishwe ni Chadema, polisi atakiwa ichukie Chadema au aiombee Chadema endelee kuwepo. Lakini la pili, polisi chini ya nyota moja hawapewi mkataba kwa miaka 12, wanapewa mkataba miaka mitatu deiwaka. Ni Chadema pekee ndio inaweza kasimama hapa ikawapigania polisi. La tatu, polisi miaka 6 ya kwanza ya kazi, siku akistaafu haijumuishi kwenye kikokotoo. Wakati anastaafu anaiondoa, wanasema ilikuwa ni miaka ya majaribio, wakati alikuwa anapambana na majambazi. Kwa Kiingereza tunasema probation, miaka 6. Kwa hiyo polisi anafanya kazi, anastaafu, CCM wanampa milioni 17. Huyo ni mwenye vitatu. Mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Huyo mwenye vingapi? Kwa dakika moja tafadhali. Huyo mwenye vingapi? Jiuliza, mwenye vimoja au ambaye ana viata moja. Na kila mwezi watamlipa 228,000. Zamani alikuwa analipa 215,000. Sasa nakuuliza, katika watu wote wataombea Chadema ifutwe, polisi anapaswa kuombea Chadema ifutwe? Hiyo milioni 17 anaopewa kistaafu. Ukitulia weekend, kuna mechi ya Man City na Arsenal, ukatafuta mkeka wako vizuri, ukiamua kubeti hapa Kahama, uyokoti hiyo 17. Uyokoti hiyo. Peoples. Unamua Arsenal au watu wanawapa GG kipindi cha kwanza? Au unamtanguliza Man City? Peoples. Sasa hawa ndugu zetu wanafikiri Chadema ikifungiwa wanatukomoa. Hamtukomoi, wanajikomoa wenyewe. Kwa sababu ya muda, ndugu zangu, tunayo mengi ya kusema, lakini muda ni mchache. Asante sana. Kunja ngumi tuweze kuagana namna hiyo. Asante mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Kama kunja ngumi tuweze kuagana. Peoples. Peoples. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Ndugu zangu wa Kahama atarudi. Hakika na mengi ya kuzungumza na nyinyi, lakini kwa sababu ya muda naomba nimlete kwenu mjumbe wa kamati kuu. Amewahi kuwa mbunge wa Arusha mjini, Mheshimiwa Godbless Lema. Karibu sana. Kama wera. Hey, pause. Mimi nabii, na tunatoa nabii hapa leo. Na fungu la 10 mtaleta hapa, linaitwa tone. Si ndio? Kama nisikilizeni kwa makini sana. Wote hawa, wote wameacha familia zao, wako barabarani na wana mpango wa kutembea nchi nzima barabarani.